Leo tumekusanyika hapa si kama mkusanyiko wa kawaida, bali kama watu waliounganishwa na kibali chake, baraka zake na neema ya uhai na afya njema. Ni kwa uwezo wake pekee tumepewa fursa ya kushuhudia mahafali ya 10 ya vyuo vya kitaaluma vya Jeshi la Polisi Tanzania, tukio ambalo ni adhimu na lenye uzito wa kipekee katika kalenda ya taasisi yetu. Pili, napenda kutoa shukrani na pongezi zangu za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa juhudi zake madhubuti za kuendelea kuimarisha mfumo wa haki jinai nchini Tanzania unaoendana na uboreshaji wa mafunzo ndani ya Jeshi la Polisi. Kupitia uongozi wake, Jeshi la Polisi limepatiwa bajeti ya vifaa vipya na vya kisasa, vitendea kazi na miradi mbalimbali inayolenga kuimarisha utendaji wetu kwa kiwango cha juu zaidi. Tunathamini sana uwekezaji huu unaolenga kuimarisha usalama, amani na utulivu wa taifa letu. Tatu, kwa namna ya kipekee napenda kutoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Patrobas Katambi, mbunge, kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Aidha, uteuzi wake umekuwa sahihi kwa wizara aliyokabidhiwa kutokana na juhudi na ufuatiliaji wa kimkakati katika kuhakikisha Jeshi la Polisi linasimamia misingi ya haki, weledi na uadilifu katika utekelezaji wa majukumu yake. Aidha, amekuwa mwerevu wa Jeshi la Polisi kwa kutoa ushauri mahususi kwa serikali kuhusiana na masuala ya wizara yetu, sambamba na kuimarisha mahusiano na ushirikiano kati ya wizara na Jeshi la Polisi. Tunatambua kwa dhati mchango wake na tunathamini kazi kubwa anayoifanya. Naipongeza Kamisheni ya Operesheni na Mafunzo kwa kusimamia kwa dhati utekelezaji wa mafunzo katika vyuo vyetu kwa ubora na ufanisi wa hali ya juu. Kupitia juhudi zao, tumeendelea kujenga msingi imara wa kitaaluma unaochochea nidhamu, haki, weledi na uadilifu miongoni mwa askari wetu, msingi ambao ndio uti wa mgongo wa utendaji bora wa Jeshi la Polisi. Kadhalika, kwa upande wa bodi, tunaiomba iendelee kutoa ushauri thabiti na wenye mwelekeo chanya ili kuimarisha zaidi utoaji wa mafunzo, kuongeza ubora wa mitaala na kuhakikisha kuwa vyuo vyetu vinaendelea kuwa kitovu cha kuzalisha wataalamu wenye uwezo wa kukabiliana na changamoto za kiusalama katika dunia inayobadilika kwa kasi kubwa. Ushauri wao unabaki kuwa nguzo muhimu katika safari yetu ya kufikia viwango vya juu vya kitaaluma na kiutendaji tunavyovitamani ndani ya Jeshi la Polisi. Ndugu wageni waalikwa, kwa dhati ya moyo nichukue nafasi nyingine kuwashukuru wageni wote mliohudhuria hafla hii. Karibuni sana na jisikieni kuwa huru. Malengo ya hafla hii ni kuwatunuku wahitimu hawa astashahada na stashahada kwa mujibu wa matakwa ya Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi, yani NACTVET, taasisi yenye dhamana ya kusimamia viwango vya elimu ya ufundi nchini. Hatua hii ni muhimu sana, kwani ndiyo inayothibitisha kuwa wahitimu wetu wametimiza masharti yote ya kitaaluma na kisheria yanayowapa sifa ya kupokea tuzo zao leo. Aidha, wahitimu wanaotunukiwa leo wamejumuishwa kutoka katika vyuo vitano vya taaluma ya polisi, ikiwemo chuo cha maafisa wa polisi Tanzania Kidatu, chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam, chuo cha polisi Zanzibar, chuo cha polisi wanamaji Mwanza na shule ya polisi Tanzania Moshi. Uwepo wao hapa ni ishara ya umoja,
mshikamano na mwelekeo wa pamoja katika kuinua viwango vya mafunzo na taaluma ndani ya Jeshi la Polisi. Hivyo basi, hafla hii ya leo ni uthibitisho tosha wa dhamira ya dhati ya Jeshi la Polisi katika kuhakikisha kuwa taaluma, ujuzi na weledi vinaendelezwa kwa kuzingatia viwango vinavyokubalika kitaifa na kimataifa. Hii ni hatua inayoakisi maono yetu ya kuwa Jeshi la Polisi lililo imara, lenye weledi na uwezo wa kukabiliana na changamoto za kiusalama katika nyanja mbalimbali na nyakati zinazoendelea kubadilika. Zaidi ya hayo, tukio hili ni chachu ya kuimarisha uwezo wa askari wetu katika kushughulikia majukumu ya kila siku yenye lengo la kulinda usalama wa raia na mali zao. Tunajivunia mafanikio haya ambayo yametokana na bidii, nidhamu na kujituma kwa wahitimu wetu katika kipindi chote cha masomo. Ndugu wageni waalikwa, majukumu ya msingi kwa askari wa Jeshi la Polisi ni kuwahudumia wananchi na kulinda mali zao kwa weledi, uaminifu na uwajibikaji wa hali ya juu. Kwa haki hii, ili huduma hizi ziwe na tija kwa lengo la kufikia matarajio ya umma, ni muhimu kwa Jeshi la Polisi kufanya tathmini endelevu ya mahitaji ya ujuzi, uwezo na uadilifu wa utendaji wake. Lengo ni kuhakikisha kuwa wanadumisha viwango vinavyolingana na matarajio ya wananchi, kasi ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia, pamoja na mahitaji ya mfumo mzima wa haki jinai. Pale inapobainika kuwepo na pengo la maarifa au ujuzi, mafunzo yanakuwa sharti na si hiari, kwa muktadha wa kuhakikisha hakuna askari anayebaki nyuma katika kufikia viwango vya kitaaluma vinavyohitajika. Kwa kuzingatia hili, Jeshi la Polisi limekuwa likitoa mafunzo kitaaluma katika ngazi mbalimbali zikiwemo astashahada, stashahada, shahada na shahada ya uzamili, kwa kushirikiana na vyuo vya elimu ya juu vinavyotoa kozi zenye mwelekeo wa masuala ya usalama, ulinzi na utawala wa sheria. Mafunzo haya yamekuwa msingi wa kuendeleza weledi wa kitaaluma na ujuzi kwa askari wetu ili waweze kutimiza majukumu yao kwa ufanisi mkubwa katika jamii. Ndugu wahitimu, nawapongeza kwa dhati kwa uamuzi wenu wa kujiendeleza, hasa kujiendeleza kitaaluma, hatua ambayo sio tu imenufaisha Jeshi la Polisi bali pia taifa kwa ujumla. Kuna msemo usemao, elimu bora hujenga taifa bora. Elimu bora hujenga taifa bora. Kumbukeni kuwa elimu ni mwanga unaomwezesha mwanadamu kutambua lipi jema na lipi ovu, na humjenga kuwa kiumbe bora mbele za Mungu na wanadamu. Kwa msingi huu, maneno ya hekima kutoka kitabu cha Mithali ile sura ya 4 mstari wa 13 husema kwamba, na nukuu, mkamate sana elimu, usimwache aende zake, maana yeye ni uzima wako. Mwisho wa kunukuu. Hivyo elimu na mafunzo mliopata hapa ni hazina isiyo na kipimo, inayowekwa kwa msingi thabiti wa maisha yetu na yenu ya kitaaluma na kijamii. Leo hii tunasherehekea mafanikio yenu makubwa baada ya kupitia hatua kadhaa za kimafunzo na kijamii. Hatua hizo zimepata baraka kutoka kwa Bodi ya Ushauri wa Mafunzo ya Vyuo vya Polisi, ambayo imeridhika na viwango vyenu vya ufaulu kwa mihula yote miwili na kuona kuna haja ya kuwatunuku astashahada ya ujuzi katika upelelezi wa makosa ya jinai, astashahada ya ujuzi wa mawasiliano ya polisi, astashahada ya ujuzi sayansi ya polisi, astashahada ya ujuzi wa usalama majini, cheti cha ufundi sayansi ya polisi, stashahada ya kawaida ya sayansi ya maabara tiba na stashahada ya kawaida katika upelelezi wa makosa ya jinai. Hongereni sana wahitimu wote.
Vile vile kwenu wahitimu, napenda kuwatia moyo kwa msemo usemao safari moja huanzisha nyingine. Profesa Rwoga ameeleza hapa, alimaanisha safari moja huanzisha nyingine. Hivyo mnaporejea kwenye vituo vyenu vya kazi, muendelee kufikiria kujiendeleza zaidi ya hapa mlipoishia leo. Mfikirie kujiendeleza zaidi kama ilivyokwisha kuelezwa vizuri na Profesa Rwoga.